السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى المستقيم صراطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي فضل بين المساجد رباطا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه والله جعل لكم الأرض بساطا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ahali zake mtume na sahaba wake kwa ujumla. Amin. Leo ni yaumu sabti, nikiwa na maana siku ya Jumamosi. Ni siku ambayo katika kituo hiki huwa tunafanya dua kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibtalu sihri wa izalatu alhasad wal aini wa tardu ash-shayatin wa hallu al-uqad. Ni dua kwa ajili ya kubatilisha uchawi, ni dua kwa ajili ya kuondosha husda na vijicho, ni dua kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, ni dua kwa ajili ya kuwafukuza na kuwaangamiza mashaitani. Dua hiyo hufanyika kila siku ya Jumamosi kama ya leo. Lakini kabla hatujaingia katika dua hiyo, ni vyema tukakumbushana machache juu ya tarehe 28 ya mwezi huu wa 12 mwaka wetu huu wa 2025 juu ya dua tunayokwenda kuifanya siku hiyo, ambayo imepewa anwani kuwa ni dua ya mafundo 12. Dua hii ni kwa ajili ya kufunga mwaka wa 2025 na kufungua mwaka wa 2026. Na kwa waliohudhuria jana tulieleza vizuri dua hii. Tumeeleza kwa nini imeitwa dua ya mafundo 12, kwa sababu ina milango 12 na kila mlango mmoja unashughulikia kufungua fundo moja. Kwa milango 12 inakwenda kufungua mafundo 12. Jana tulieleza hivyo, na tukasema kwa sababu kuna kitu kinachoitwa sihrul maaqudi, uchawi wa mafundo, jana tulieleza, na kuna kitu kinachoitwa sihrun nafithi, uchawi wa kupuliza, na tukatoa ushahidi wa sura ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu aliposema qul a'udhu birabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-nafathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin
idha hasada, kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akiambiwa Mtume ndio tumeambiwa sisi. Kaambiwa nini Mtume? Kaambiwa qul a'udhu bi rabbil falaq, sema ewe Muhammadi, ninajilinda kwa Mola mlezi wa mapambazuko. Min sharri ma khalaqa, sema ninajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya vile alivyoviumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na kutokana na shari ya giza linapotanda. Wa min sharri nafathati fil uqadi, na kutokana na shari ya wenye kupuliza katika mafundo. Wa min sharri hasidin idha hasada, na kutokana na shari ya hasidi anapofanya husda. Kwa hiyo utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura hii amesema wa min sharri nafathati fil uqad, jilindeni kutokana na shari ya wenye kupuliza kwenye mafundo. Wafasiri wa Qur'ani wakasema annafithatu fil uqadi humus sahiratu idha fa'alu sihrahum, wenye kupuliza katika mafundo ni wachawi wanapofanya uchawi wao. Hawa ndio wenye kupuliza kwenye mafundo. Moja kwa moja ukapatikana uchawi unaoitwa sihru nafithi, pia ukapatikana uchawi unaoitwa sihrul uqadi, uchawi wa kupuliza na uchawi wa mafundo. Yani wale wachawi huwa wanachukua kamba maalum, ile kamba inaambatanishwa na vinasaba vyako wewe, na vile vinasaba vinachanganywa na dawa za kichawi, vinafungwa fundo la kwanza. Yule mchawi anazungumza matambiko, tahtawi ala shirkin wa kufri, matandiko ambayo yamebeba ukafiri, matandiko ambayo yamebeba ushirikina. Na hapo huwa anaitumia ile mizimu ya kichawi. Akishamaliza yale matambiko, ndio anafunga lile fundo ambalo ndani yake kuna vinasaba vyako, ndani yake kuna dawa za kichawi. Akishamaliza kulifunga lile fundo, analitemea mate, analipuliza lile fundo. Sasa huu ndio uchawi unaoitwa sihru nafithi, uchawi wa kupuliza. Na huu ndio unaoitwa sihrul uqadi, uchawi wa mafundo. Ndio uchawi ambao tunakwenda kupambana nao tarehe 28 mwishoni mwa mwaka. Lakini kwenye sura hii ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amesema wa min sharri hasidin idha hasada, najilindeni na shari ya hasidi pindi anapofanya husda. Utaona namna gani husda ubaya wake unavolingana na uchawi. Lakini kuna baadhi ya wanawazuoni wakasema husda ni mbaya zaidi, hafadhali hata ya huo uchawi wenyewe. Lakini jambo la kushangaza, hii leo sisi tunauogopa sana uchawi kuliko tunavyoiogopa husda. Lakini husda ndio inayotumaliza sana kuliko uchawi unavyotumaliza sisi. Kwa sababu ya ubaya wa husda, ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema wa min sharri hasidin idha hasada. Na husda haina kwao, hutua kila mahala. Kwa utaratibu huu ndio utaona ubaya wa binadamu. Yani mtu anapotaka kukuhusudu wewe, sio mpaka aende kwa mganga akachukue dawa, sio mpaka aende kwa mchawi akakuroge. Husda anakuwa nayo automatically mtu mwenyewe.
akikutazama yale macho yake yakiambatana na kutumbukiwa na nyongo ndani ya nafsi yake, tayari anakuwa amekuhusudu wewe. Na inategemea amekuhusudu katika nini. Ikiwa amekuhusudu kwenye afya, basi utaanza kuporomoka kiafya, utaumwa maradhi ambayo si ya nchi hii, na utakwenda hospitali kwenda kufanya check up. Madaktari watakupima aina zote za vipimo, lakini majibu yanapokuja wanakwambia hatuoni tatizo. Wewe utadhani kuwa ni uchawi, kumbe kuna mtu amekuhusudu, kakutazama kwa macho, kakuhusudu kwa afya ulionayo, hatimaye umeanza kuporomoka kiafya, umekuwa ni mgonjwa typically. Wewe unaweza ukakimbilia uchawi, lakini kumbe wakati mwingine sio uchawi, ni husuda. Utamaliza vipimo vyote na utamaliza hospitali zote, tatizo la maradhi liko pale pale. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tarehe 28 ya mwezi huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia pia kwenye dua ya mafundo 12, tunakwenda kupambana na madhara yanayosababishwa na husuda. Husuda ni kitu kibaya, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wa min sharri hasidin idha hasada, jilindeni na shari ya hasidi pindi anapofanya husuda. Husuda ni kitu kibaya sana. Ikiwa mtu anakuhusudu kwa kutazama neema uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake afya huwa inaonekana wakati mwingine hata kwa macho. Kwa hiyo mtu anaweza akakutazama akakuhusudu kwa afya ulionayo, lakini anaweza akakutazama akakuhusudu kwa cheo ulichonacho. Anaweza akakutazama akakuhusudu kwa biashara unayoifanya. Anaweza akakutazama akakuhusudu mpaka kwa uzuri ulionao. Anaweza akakutazama akakuhusudu kwa kazi ulionayo. Sasa huwa tunaambiwa hivi, husuda inakaa ndani, lakini anapokutazama kwa jicho la husuda, huwa kunazalika mionzi kwenye macho, na ile mionzi inakwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile neema ulionayo. Ile mionzi ikishaisibu ile neema ulionayo, inaondoka pale pale. Huu ndio ubaya wa husuda inayoambatana na kijicho. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa min sharri hasidin idha hasada, jilindeni kutokana na shari ya hasidi pale anapofanya husuda. Husuda ikiambatana na kijicho, ukitazama we mwenye afya, afya itaporomoka. Ukitazama we mwenye uzuri, uzuri utaporomoka. Yani wewe utabaki scraper, mpaka utakuwa unapigiwa mfano kwamba Salima enzi zake bwana alikuwa ni mwanamke kukata na shoka. Enzi hizo zimeenda wapi? Kumbe kuna mtu kakutazama kwa jicho lenye husuda, kwa neema ya uzuri uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya wewe kuporomoka. Hiyo neema ya uzuri unabakia scraper, wewe hutamaniki. Husuda hiyo. Una cheo kizuri, akikutazama jicho la husuda, wewe utashushwa cheo, utakuwa asfala safilin, ni wa chini kuliko walio chini. Ukitazamwa katika biashara yako na jicho la husuda, ulikuwa unauza mpaka wewe mwenyewe unasema kazi si ndio hii, biashara si ndio hii, lakini likisha kusibu jicho lenye husuda, wallahi utaifungua biashara yako. Min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi, toka jua la chomoza mpaka laenda kuzama, uone ulichouza. Na kama kipo ulichouza,
hakitolingana na uwekezaji mkubwa uliouwekeza katika biashara yako. Jicho linaloambatana na husda, jicho baya sana. Lakini kama wewe ulikuwa una ndoa yako, unaishi na mumeo vizuri, unaishi na mkeo vizuri, maisha yenu yamekuwa ni kitu chenye kutamaniwa, kisha mtu akatazama na akazungumza maneno yenye husda. Husda inaleta farqa baina almar'i wa zawjihi, baina ya mtu na mkewe. Husda, ugomvi from nowhere, hautojulikana unatoka wapi, mtaanza kugombana, hatimaye mtapeana talaka. Kumbe ni macho yaliyoambatana na husda. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kusema wa min sharri nafathati fil uqadi, baada ya kusema jilindeni kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo, kisha akamalizia akasema wa min sharri hasidin idha hasada, na pia jilindeni na shari ya hasidi pale anapofanya husda. Ni kitu kibaya sana hiki, na machafuko yote munayoyashuhudia katika dunia hii ni kwa sababu ya husda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema waqala alladhina kafaru, na watasema wale waliokufuru siku hiyo ya kiyama, rabbana arina alladhaini adhallana min aljinni wal ins, Mola wetu tunakuomba utuonyeshe wale waliotupoteza miongoni mwa binadamu na majini, naj'alhuma tahta aqdamina, ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, liyakuna minal asfalin, ili wawe miongoni mwa watu walio chini. Innahu arada billadhi minal jinni wal insi, alichokuwa anakikusudia hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema miongoni mwa binadamu na majini, aliyekuwa anakusudiwa hapa ni Ibilisi alayhi laana. Yani katika majini alikuwa anakusudiwa Ibilisi. Yani kile kitendo cha watu wa motoni watakapomwambia Mwenyezi Mungu, rabbana arina alladhaini adhallana minal jinni wal insi, Mola wetu tunakuomba utuonyeshe wale waliotupoteza miongoni mwa binadamu na majini, naj'aluhuma tahta aqdamina, ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, liyakuna minal asfalina, ili wawe ni miongoni mwa watu wa chini kabisa. Hawa wanaokusudiwa hapa miongoni mwa binadamu na majini, anakusudiwa Ibilisi alayhi laana katika majini, lakini katika binadamu anakusudiwa yule Qabil alipomuua Habil. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi ndio alianzisha husda, na huyu Qabil ndiye alianzisha mauaji kwa sababu ya husda. Tazameni namna husda ilivyo mbaya. Ibilisi alayhi laana ndiye aliyeasisi husda kule mbinguni, lakini Qabil ndio alianzisha husda mpaka akafikia hadi ya kuua hapa ardhini. Kwa hiyo vyanzo vya matatizo yote haya tunayoyashuhudia hapa duniani ni kwa sababu ya husda. Na ndio maana tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa min sharri hasidin idha hasada, jilindeni kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya hasidi pindi anapofanya nini? Anapofanya husuda. Ibilisi alipoambiwa msujudie Adam, akasema mimi siwezi kumsujudia. Wewe umemuumba yule kwa udongo na mimi umeniumba kwa moto, ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Kakataa kwa sababu ya husda.
Lakini Qabil ilipotoka hukumu amuoe dada yake Habil, yule Habil akasema, mi dada yangu mzuri, itakuwaje aolewe na huyo? Tamuoa mwenyewe. Wakaambiwa wapeleke sadaka. Yule ambaye itakubaliwa sadaka yake ndio atakayemuoa yule wanaishindania. Ikakubaliwa sadaka ya Qabil. Huyu Habil anasema, kwa nini yeye akubaliwe? Kwa nini mimi nikataliwe? Akamuoa kwa sababu ya husda. Na hata hii leo wewe mwenyewe jifanyie tathmini hapo ulipo. Kama unamuona mwenzio amefanikiwa katika maisha, labda kajenga nyumba nzuri, ana gari nzuri ya kutembelea, wanaelewana yeye na mkewe, watoto wao wanasoma, wana ufahamu mzuri, kisha wewe ukasema kwa nini? Tayari umekushaingiwa na husuda wewe. Kisha sema tu kwa nini? Ndivyo ilivyokuwa kwa Ibilisi. Kwa nini tumsujudie huyu Adam? Yeye kaumbwa kwa udongo, mimi nimeumbwa kwa moto. Kabili ndivyo ilivyokuwa. Kwa nini yeye akubaliwe, mimi nisikubaliwe? Ukishaona unaanza kujiuliza juu ya neema alionayo mwenzio, kwa nini? Tayari wewe umekushaingiwa na husuda. Sasa ni wangapi sisi wametuhusudu? Na husuda ni kutamani neema alionayo mwenzako imuondokee. Husuda. Ukishajiona wewe unatamani neema alionayo mwenzio iondoke, tayari umemhusudu. Sasa ni mara ngapi tumewatamania wenzetu neema walizonazo ziwaondokee, au wao wametutamania sisi? Kipimo cha husuda kiko hapo jamanini. Na ndio maana tunasema ni rahisi mno mwanadamu kudhuriwa kwa husuda, ni rahisi mno kuliko uchawi. Kwa sababu uchawi mwanadamu mpaka aende kwa mchawi akuroge, lakini husuda anayo mwanadamu yeye mwenyewe. Anakutazama tu, akitumbukiwa na nyongo juu ya neema ulionayo wewe, tayari amekuhusudu. Sasa hapo mlipojiulizeni, munafanya dua, munafanya adhkari, mnafanya nyiradi za kukingeni na husuda? Ndio tukasema vikao kama hivi ni muhimu sana. Kwa sababu unapoambiwa weka nia, unaweka nia ya Mwenyezi Mungu. Huko nilikotoka, kama kuna mtu alinihusudu, Mwenyezi Mungu nakuomba uniondoshee husuda hiyo. Lakini unanuia, Mwenyezi Mungu, mimi nilikwenda msibani, na msibani kuna mikusanyiko ya watu wengi, kama kuna mtu alitokea akanihusudu, ewe Allah, kwa dua hii na kuomba uniondoshee hasad. Umekwenda harusini, na kwenye harusi kuna mambo, unamueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kuna mtu alinitazama kwa jicho la husuda, Mwenyezi Mungu na kuomba uniondolee husuda hiyo. Mahala pekee ni hapa. Husuda ni kitu kibaya sana. Ndio maana Mtume Nabiiullah Daudi alikuwa anajilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii chukueni, hii inakusaidieni sana ukiweza kuikariri hata kwa lugha ya Kiswahili. Alikuwa anasema, Allahumma inni a'udhu bika min malin yakunu alayya fitna. Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninajilinda kwako kutokana na mali ambayo itakuwa ni fitna kwangu. Unaweza ukapata mali wewe ukazani ni neema, kumbe ile mali kwako wewe ikawa ni fitna. Sasa usiombe mali tu, muombe Mwenyezi Mungu akupe mali, lakini ni ile mali ambayo haitokuletea fitna. Katika hadithi ya Mtume, kabla sijaendelea mbele, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ithnani yakrahuhuma ibnu Adam, mambo mwanadamu anayachukia sana. Mtume akasema, yakrahul mauta wal mautu khairu lahu min fitnati dunya. Anachukia kufa, na kifo ni bora kwake yeye kuliko fitina za duniani. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lilhisab, na anachukia kuwa na mali chache,
na mali chache ndio uchache wa hesabu. Sasa Mungu anaweza akakupa mali nyingi, lakini zile mali kwako wewe zikawa ni fitna. Sasa Nabiyullah Daudi alayhi salam alikuwa anajilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema Allahumma inni a'udhu bika min malin yakunu alayya fitna. Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninajilinda kutokana na mali ambayo itaniletea fitna. Kisha alikuwa anasema wa min waladin yakunu alayya wabala, na ninajilinda kutokana na mtoto ambaye kwangu mimi atakuwa tatizo. Hii leo kuna watu wana watoto, lakini wale watoto wamekuwa ni matatizo kwao. Mimi nimewahi kuletewa kesi na mama mmoja hapa, analalamika, anashtaki, anasema mwanawe alimkatakata mapanga kutaka kumuua. Kilichomsaidia yeye ni yule mtoto kuona tayari nishammaliza huyu mama, kwa sababu alikuwa anapumua kwa mbali. Yule mtoto kaondoka, kisha sema nishammaliza mimi. Baadaye kulikuwa kuna watoto wadogo, ndio wakaenda kuita majirani kumchukua yule mama, kuona bado anapumua, wakampeleka hospitali. Yule mama anakuja kutafuta dua ya kumuua mwanae. Namuuliza yule mama, wewe huoni uchungu? Unataka kumuua mwanao, wewe huoni uchungu? Anasema ikiwa yeye alitaka kunimaliza mimi, hakuona uchungu na mimi mama yake, vipi nimuonee uchungu yeye? Ni mwanae wa kuzaa, kamuweka tumboni miezi 9, kamzaa kwa uchungu, kamnyonyesha, kamwachisha ziwa miaka 2, lakini kataka kumuua. Ni mtoto huyu. Sasa Nabiyullah Daudi alayhi salam alikuwa anajilinda kwa Mwenyezi Mungu, anasema wa min waladin yakunu alayya wabala, na ninajilinda kwako kutokana na mtoto atakayekuwa ni matatizo kwangu mimi. Sasa unapoomba mtoto, usiombe alimuradi mtoto tu, omba mtoto mwema. Na ndivyo alivyokuwa anafanya Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, ndivyo alivyofanya. Alisema rabbi habili minas salihin, Mola wangu nipe mtoto miongoni mwa watu wema. Ndio kampata Ismaili alayhi salam, akawa naye ni nabii. Kampata Ishaqa kamzaa Yaqubu, kamzaa Esau, wamezaliwa Bani Israili, na kwenye ukoo ule wamepatikana mitume. Ibrahim kaomba rabbi habili minas salihin. Usiombe mtoto alimradi mtoto bwana. Unaweza ukajaaliwa ukapata mtoto, lakini ikawa kutoa maradhi, usingemzaa ungekufa. Sasa usiombe mtoto kama huyo. Ndio maana Nabii Ibrahim, na ndio maana Nabiyullah Daudi akawa anasema wa min waladin yakunu alayya wabala, ninajilinda na mtoto atakayekuwa ni tatizo kwangu mimi. Kisha Nabii Daudi alikuwa akisema wa min imraati su'i tuqarribu almashiba qabla almashibi, najilinda usinipe mwanamke muovu atakayekuwa ni sababu ya mimi kuzeeka kabla ya kufikwa na uzee. Mwanamke ambaye atanifanya mimi niote mvi kabla ya wakati. Kuna baadhi ya watu wanazeeka kwa sababu ya wake zao. Kuna wanaume wengine ukifika wakati wa jioni kama hivi, unamuona anakosa raha. Kwa nini anakosa raha? Kwa sababu umefika ule wakati wa kurudi nyumbani. Kwa sababu kuna kero nyingi nyumbani, kuna matatizo mengi nyumbani. Na hawa ndio wanaozeeka kabla ya kufikwa na uzee, wanaota mvi kabla ya wakati wake. Vitimbi vya akina mama. Sasa ukitaka kuomba mke, usiombe alimuradi mke, muomba mke mwema. Ndio maana Nabii Daudi anajilinda, anasema wa min imra'atin su'i tuqarribu almashiba qabla almashib, najilinda na mwanamke muovu atakayenifanya mimi nizeeke kabla ya kufikia umri wangu wa kuzeeka. Wa a'udhu bika min jari su'i, na najilinda kutokana na jirani muovu, jirani mbaya. Tar'ani ainahu wa tasma'uni udhunahu, jicho lake yeye yule jirani mbaya ni kunitazama mimi tu,
yeye anachungana na mimi, sikio lake ni kunisikiliza mimi, nimefikwa na jambo gani? Wako majirani kama hao, macho yao ni kukutazama wewe, baya gani limekufika? Masikio yao yanasikiliza kwako, umefikwa na baya gani? In raa hasanatan dafanaha, jirani mbaya akiona umefikwa na jambo zuri, umefikwa na neema, anaizika ile neema, haitangazi. Kwa nini haitangazi? Kwa sababu kachukia. Kwa nini umepata neema? Wa in raa sayiatan adhaaha, lakini akiona umefikwa na jambo baya atalitangaza lile jambo. Akimaliza mtaa huu atakwenda mtaa wa pili, mtaa wa pili umemalizika na kwenda wa tatu. Furaha kwa sababu umefikwa na jambo baya. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ana husuda. Na hapa ndipo nilipokuwa ninapataka mimi. Nabii Daudi anajilinda minjari sui, kutokana na jirani mbaya. Taraana ainahu wa tasmauna udhunahu, macho yake yeye ni kunitazama mimi tu, masikio yake yeye ni kunisikiliza mimi. In raa hasanatan, akiona neema imenipata mimi, dafanaha, anaizika ile neema, haitangazi. Wa in raa sayiatan, na akiona jambo baya limenisibu, adhaaha, atalieneza mji mzima. Kwa nini? Kwa sababu mtu yoyote mwenye husuda huwa anatamani neema alionayo mwenzake imuondokee. Lakini leo hatuna habari na husuda. Si tuna habari, tuna uchawi. Tunaogopa uchawi kuliko husuda. Ni mara ngapi majirani zetu wametutazama kwa macho yenye husuda? Tumejilinda na husuda. Silaha yako ni nini? Silaha yako ni dua. Ad-du'a silahul mu'min, dua ndio silaha ya mu'min. Sasa miongoni mwa yale tunayokwenda kupambana nayo tarehe 28 kwenye dua ya mafundo 12, tunakwenda kupambana na husuda. Ikiwa ulihusudiwa kwenye neema ya afya, afya ikaondoka, tuondoshe husuda hiyo, ubakie salama. Ikiwa umehusudiwa kwa sababu ya neema ya mali, uchumi umekuwa mgumu, umeharibika, Allah iondoshe hasadi hiyo, uweze kufungukiwa katika mali. Ikiwa ulihusudiwa katika neema ya biashara, neema ya ndoa, neema ya mahusiano, neema ya mali, neema ya kazi, tunakwenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoshe ile hasadi, ili muweze kufungukiwa katika mambo hayo. Ni muhimu sana kuhudhuria katika dua hii ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Lakini kuna mambo yanayosababisha husuda. Yapo mambo. Na ukijiona unalo moja katika haya, ni vigumu sana kuepukana wewe na husuda. Wewe utakuwa ni hasidi. Jambo la kwanza linalosababisha husuda, al-adawatu wal-baghdha'u, ni uadui na chuki. Yule unayemhusudu bila shaka atakuwa ni adui yako, na yule unayemhusudu bila shaka itakuwa unamchukia. Kwa hiyo ule uadui pamoja na chuki ni mambo ambayo yanaleta hasadi. Na ndio maana Mtume akasema, tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Mkijenga utamaduni wa kupeana zawadi, zile zawadi zitaondosha hasadi na zitatengeneza mapenzi. Ndio maana katika Uislamu kuna nguzo ya zaka, matajiri kuwapa wale wasionavyo. Kwa nini? Kwa sababu wakiwapa yatajengeka mapenzi. Kwa hiyo hawa maskini hawato wahusudu hawa walionavyo. Kwa hiyo jambo la kwanza linaloleta husuda, al-adawatu wal-baghdha'u, uadui na chuki. Lakini jambo la pili, at-ta'azzuzu wa huwa an yathqula 'ala al-hasidi tarafu' al-mahsudu alayhi, ni mtu kuwa na cheo. Sasa yule ambaye hana cheo,
yawezekana ikawa ni sababu ya kumhusudu yule mwenye cheo. Na cheo ni neema, na Mtume anasema alaikum biqada'i alhawaij ala alkitman fa inna kulla dhi ni'mati mahsud. Mnapoomba kutatuliwa shida zenu, fanyeni siri, kwani kila mwenye neema huwa anahusudiwa. Kwa hiyo cheo ni neema, inawezekana ikawa ni sababu ya wewe kuhusudiwa. Kumzidi mtu neema ya cheo, unamzidi mtu neema ya mali, unamzidi mtu neema ya watoto, yawezekana ikawa ni sababu ya wewe kukuhusudu. Lakini cha tatu, al-kibri. Kiburi nacho kinasababisha husda. Mtu yoyote mwenye kibri lazima atakuwa ana husda, kwa sababu Ibilisi aba wastakbara, alipoambiwa msujudie Adam alikataa na akafanya kibri. Kwa hiyo kibri pia yawezekana ikawa ni sababu ya kuwa na husda. Na la nne, ataajubu, kujiona. Mtu yoyote mwenye kujiona, mtu yoyote mwenye kujikweza lazima awe na husda, kwa sababu akitokea mtu mwingine ambaye anadhani na yeye anajikweza kama yeye, au ni mkubwa kwake au ni mtukufu kwake, lazima yeye atakasirika. Akishakasirika itakuwa ni sababu ya kumhusudu. Lakini jambo jingine, alkhawfu min fawati almasalihi kalmutazahamina ala maksudi wahid, au unaweza ukasema kalmutazahamaini ala maksudi wahid, ni kuchelea kupitwa na maslahi, kama wale wanaogombania maslahi ya aina moja. Sasa kila mmoja anahofia huenda akanishinda mimi, akayachukua maslaha haya kila mmoja. Kwa mfano, inawezekana mimi nagombea ubunge na mwenzangu anagombea ubunge. Mimi nina hofu kwamba huyu anaweza kauchukua, na yeye pia anahofia kwamba anaweza kauchukua. Au mimi nagombea urais na mwingine anagombea urais. Kila mmoja katika hao watu wawili anahofia kwamba huu uongozi anaweza kauchukua mwenzangu. Pia hili linaweza likasababisha husda. Na ndio utaona hata haya yaliyojiri katika nchi yetu. Kwa nini rais awe Samia? Tunataka Samia atoke. Tunataka haki. Ukiwauliza haki gani unaoitafuta nyinyi, hawana haki. Hawezi kuambia ni haki gani wanaoitafuta. Na kwa nini hawana haki wanaoitafuta? Kwa sababu kama barabara zimejengwa leo, kutoka hapa mpaka Dar es Salaam ni lami, na zamani sisi tulikuwa tunapitia Kenya. Ili uipate lami lazima upitie Kenya uende Arusha kule. Lakini leo hii ukitoka hapa mpaka Kigoma ni lami, ukitoka hapa mpaka Tabora kupitia hii njia nyingine ni lami. Yaani nchi imeunganishwa kwa viwango vya lami tu, nchi yote hii. Lakini ukitazama zamani tulikuwa tunatumia majenereta kwa ajili ya umeme. Majenereta haya, na ndio maana umeme ulikuwa ni wazamu. Lakini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amemaliza bwawa la Mwalimu Nyerere. Kuna guarantee ya kupata umeme kila siku. Wanaulizwa ni haki gani mnaoitaka nyinyi? Kajitahidi kajenga mahospitali karibia kila kata. Madawa hospitalini yanapatikana, watoto wadogo wanatibiwa bure na wazee, watu wazima. Mashule ya msingi, masekondari yamejengwa kila sehemu. Zamani unapotaka kusafiri kwenda Sengerema au Geita au Katoro, unawaza foleni iliyoko pale Kigongoveli. Lakini daraja limemalizika. Muda wowote, wakati wowote ukitaka kwenda, wewe unapita, unavuka tu. Ni haki gani unaoitaka? SGR inajengwa. Lakini hata kwa wafanya biashara, zamani rushwa TRA ilikuwa inanuka. Lakini leo ukienda unakadiriwa vizuri, unalipa vizuri, unafanya biashara zako vizuri. Hakuna nchi ambayo imewatimizia raia wake mambo yote. Lazima kutakuwa kuna mambo mengine bado. Hata Marekani hiyo tunaosema. Lakini hatumtaki Samia, tunataka haki yetu. Haki gani? Ukiwauliza hivyo
haki labda ya kupewa pesa mfukoni, yaani mtu akutilie pesa mfukoni kwako. Sasa ndio tunaambiwa miongoni mwa mambo yanayoweza kusababisha husda, alkhawfu min fawati almasalihi kalmutazahamaini ala maksudi wahid, ni kuhofia kupitwa na maslaha. Kuna maslaha mnayagombania, mimi nayataka na mwingine anayataka. Sasa kila mmoja anahofia mwenzangu anaweza kuyachukua, ndio ikaja kalmutazahamaini, kama wale wanaogombea ala maksudi wahidi, makusudio mamoja. Mnagombea ima ubunge, mnagombea ima uraisi. Sasa mwenzako kauchukua, wewe unaanza husda. Sasa afu haki hiyo unaoitafuta ni haki ya kuchoma vituo vya mafuta. Yule mwenye vituo vya mafuta ndio kakunyima haki wewe, au ndio anatakiwa akupe haki yeye? Kutafuta haki ndio kuchoma miundombinu ya serikali, miundombinu inayokusaidia wewe mwenyewe. Lakini ukitazama kwa undani zaidi ni husda. Ni jambo la 5 hilo. Lakini jambo la 6, hubu riasa, ni kupenda uongozi. Mtu yeyote anayependa uongozi lazima atakuwa na husda. Eti yeye ndio shekhe wa mkoa. Kwani yeye ni nani? Huo shekhe wa mkoa hata mimi silikuwa na haki ya kuupata. Yaani unautamani ushekhe wa mkoa wa mtu, unaingiwa na husda. Kwa nini awe shekhe wa wilaya yeye? Kwa nini nisiwe mimi? Hubu riasa, kupenda uongozi, ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kusababisha husuda ikatokea. Sasa wengi humu tunaumwa, lakini sio kila anayeumwa amerogwa, na si kila anayeumwa maradhi yamesababishwa na malighafi za kibiolojia. Kuna wengine tunaumwa kwa sababu ya husda. Kuna wengine hatupendi kufanya kazi kwa sababu tumehusudiwa. Kuna wengine tunakata tamaa kutafuta maisha kwa sababu ya husda. Yaani mtu ukifika ule muda wa kwenda kufanya kazi, yeye inakuwa ni mzembe. Yaani akienda amejilazimisha. Kila anapotafuta yeye anakata tamaa, natafuta ili iweje. Anakuwa sio mtu wa kuthubutu, kumbe ni husda. Wakati mwingine anajisikia mvivu kweli kweli, usingizi mwingi. Ukifika ule wakati wa kwenda kufanya kazi, yeye ndio yualala. Husda imemdhuru. Husda ni kitu kibaya sana. Basi miongoni mwa mambo tunayokwenda kupambana nayo, Mwenyezi Mungu akituwafikia tarehe 28, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshe hasadi pamoja na vijicho. Kama ni wagonjwa, basi tupone maradhi hayo. Kama tuna ugumu katika uchumi, Allah tuondolee husda, tufungukiwe katika uchumi. Tumeharibikiwa biashara, Allah zitengeze biashara zetu. Mahusiano yamekwenda ovyo, Allah aondoshe hasadi, mahusiano yatengemae, mambo yetu yawe katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Sasa dua hii ina maandalizi. Utagawiwa mchanga uliotoka katika mihirabu 50, utapewa na kamba. Kisha vipata vitu hivi, vifunge vizuri kwenye karatasi ya nailoni, weka kwenye chupa, funga ile chupa yako, kaiweke ardhini kwa muda wa siku 7. Hili ni zinguo, na hii ni elimu ya tiba. Na zinguo hili asili yake, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na ardhi tumekuumbeni, na kwenye hiyo ardhi tutakurudisheni, na kwenye hiyo ardhi tutakutoeni mara nyingine. Kwa hiyo mchanga huu umechukuliwa ardhini, unarudishwa ardhini kwa muda wa siku 7 na unatolewa ardhini. Ndio asili ya zinguo hili. Ukishautoa baada ya siku 7 utunze, utakuja nao tarehe 28 kwenye dua ya mafundo. Sasa leo sintoeleza mchanga huo unatumikaje kwenye dua ya mafundo, kamba hiyo inatumikaje kwenye dua ya mafundo, kwa sababu kesho tunakuja hapa ndio nitaeleza. Sasa tuache kiporo hicho, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie taufiki juu ya haya tunayoyaendea,
innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.